Kitendo hichi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuusamehe umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitendo ambacho kimempelekea Ibilisi kutoa ukelele mkubwa na kulia sauti ya juu mpaka wafuasi wake wakaweza kukusanyika mbele yake na kumuuliza, nini au nani kakughadhibisha? Baada ya hapo Ibilisi anatoa maagizo kwa watu wake, kwa wafuasi wake. Nini anachokisema bwana mkubwa kuwaambia wafuasi wake? Anasema, kwa kuwa tukio liko hivi, kwa kuwa huu umma umesamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makosa yao, wako wasafi, wako wacha Mungu, wana mapenzi na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kupeni maagizo. Ibilisi anasema, nawaambia wafuasi wake, na kupeni maagizo. Maagizo gani? Ibilisi anasema, fa alaikum an tashghaluhum billadhati washahawati wa sharbul khamri hatta yabghadahum Allah. Ibilisi anatoa maagizo kuwapa wafuasi wake, anawaambia, basi jilazimisheni nyinyi kuwashughulisha hao, jilazimisheni kuwashughulisha hao, huo umma. Kuwashughulisha na nini? Billadhatin, kwa vitu vyenye ladha. Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'ati. Ndugu zangu wapendwa, kabla yote ninakuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tujuavyo kwamba leo ni siku ya Eid, hatuna budi tukawa wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na kwa fadhaila zake na kwa taufiki yake na kwa mapenzi yake, kwa kutuwezesha kwa mara nyingine tena tukaweza kuhudhuria katika nyumba yake tukufu, miongoni mwa majumba yake matukufu. Lengo ni kutekeleza ibada ya Eid. Ama hakika wako wenzi wetu ambao kwamba walishakushatiania waweze kudiriki swala ya Eid katika msikiti wetu huu, hal kadhalika waweze kudiriki katika misikiti mingine pia, lakini kwa sababu moja au nyinginezo hawakuweza kudiriki katika msikiti wetu huu, na hal kadhalika hawakuweza kudiriki katika misikiti mingineyo pia. Kwa hivyo sisi ambao kwamba tumebahatika tukaweza kudiriki swala ya Eid na tukawa tumeketi kama tulivyoketi na tukawa tunasikiliza khutba, basi hatuna budi tukawa wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu, kubwa kumshukuru kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo tutakumbushana machache yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayotuwezesha kukumbushana. Lengo ni kubaki katika utaratibu wetu ambao kwamba tulikuwa nao mwanzo katika mwezi wa Ramadhani, tubaki katika majambo yetu ambayo kwamba tulikuwa tunayafanya, wala tusiseme kwamba Ramadhani ishapita basi yale yote mazuri ambayo kwamba tulikuwa tunafanya mwezi wa Ramadhani tukayawacha. Lengo sio hilo. Maadamu tulikuwa katika chuo, maadamu tulikuwa katika semina, basi yale ambayo tuliyoyapata katika semina iliyopita ndiyo tunatakiwa mimi na wewe tuendeleze insha Allahu Ta'ala mpaka tena mwaka mwingine Mwenyezi Mungu akipenda, hali ya kuwa
tuyakutanishe yale ambayo tuliotoka nayo katika semina ya mwaka huu. Lakini pia tutahadharishane kwa siku hii ya leo kutokana na yale ambayo tulioyapata, tusije tukawa wenye kuyaharibu yale ambayo tumeyakusanya ndani ya mwezi mzima, siku 30, tukaja kuyaharibu kwa siku moja. Tutahadharishane kwa hilo, kila mmoja akafanya jitihada zake. Mimi na wewe usikubali tuweze kupigana na nafsi zetu kutokuyaharibu yale matendo mazuri ambayo kwamba tumeyafanya ndani ya kipindi chote hichi, kuyaharibu kwa siku moja. Ndugu zangu, leo Ibilisi kashafunguliwa na jeshi lake, na kama Ibilisi kashafunguliwa na jeshi lake, anakuja kwa kazi moja tu ya kuharibu umma, kwa sababu ashajua kwamba umma huu ushafanikiwa kiasi kikubwa sana. Anatafakari afanyaje, afanye nini na jeshi lake ili umma upate kuangamia kama vile mwanzo. Kwa hivyo ndani ya hutuba yetu hii tunatahadharishana kwa hilo, kila mmoja awe makini kuzilealea zile amali zake ambazo kwamba kazifanya, na kubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubalie yale ambayo tuliyokwisha kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amin. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa, isipokuwa ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kairehemu. Inna nafsa la ammaratun bisu'i, hakika ya nafsi siku zote ni yenye kuamrisha uovu, isipokuwa ile ambayo imerehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Ibn Abbas anasema nafsi iliyotajwa hapa ni alqalbu, moyo. Na ndio maana tunatakiwa tukithirishe sana ile dua, ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub wal absar sarrif qulubana ala ta'atika. Hii dua kila mmoja atakiwa aikithirishe sana, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika badilika. Yani leo moyo unaweza kuwa katika uchamungu, ukafanya mambo ya uchamungu, lakini baada ya muda moyo ukaona kwamba hayani nayo yafanya napata faida gani, moyo ukabadilika, ukasimama na vitu vingine baada ya yale ambayo yaliokuwepo mwanzo, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika badilika. Kwa hivyo tukithirishe sana kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azithibitishe nyoyo zetu katika dini, na tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azithibitishe nyoyo zetu katika toa yake, kwa sababu moyo una tabia ya kubadilika badilika. Na hususan leo Ibilisi kashafunguliwa na moyo, kwa sababu una tabia ya kubadilika badilika.
yakichukuliwa yale mabadiliko ya moyo na jitihada ya Ibilisi, kunazalikana jambo nyingine kabisa kubwa ambalo mimi na wewe ukionyeshwa au wakija kuona mtu mwingine anashangaa ndio huyu, kwa sababu moyo tayari ushabadilika. Lakini pamoja na kubadilika ule moyo, tayari jitihada ya Ibilisi ishakuwa kubwa, na ile jitihada yake imekutana katika moyo ambao umebadilika. Unakuja kukuta kwamba mabadiliko ya moyo na jitihada ya Ibilisi kumekuwa kitu kimoja. Kwa hivyo haya ndiyo ambayo nakusudia kuyazungumza, kutahadharishana mimi na wewe, ili kila mmoja achunge na awe na tahadhari, tusije kuharibu matendo yetu kwa siku moja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna iblisa alayhi la'na, hakika ya Ibilisi zimteremkie laana juu yake, yasihu bikulli yaumi idin fayajtamiu ahlahu indahu fayaqul ya sayyidana man aghdabaka inna naksurahu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, Ibilisi alayhi laana anapiga kelele kila siku ya Idi, kama mfano wa Idi kama ya leo. Alishafungwa akawekwa pahala maalumu asije kuwaghiribu watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akawekwa pahala maalumu, akafungwa na minyororo. Baada ya kuandama tu Shawwal, Ibilisi kashaachiwa. Sasa siku hii ya leo ya Idi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yasihu bikulli yaumi idin, Ibilisi anapiga kelele kila siku ya Idi, kila siku ya Idi, kadiri ya miaka ambayo inavyoenda. Akishafunguliwa anapiga kelele sana, anapiga kelele kubwa sana. Baada ya kelele zile ambazo anazopiga Ibilisi, fayajtamiu ahlahu indahu, basi wanakusanyika wale majeshi yake mbele yake. Baada ya kusikia sauti ya mkubwa wao anapiga kelele kubwa, wafuasi wake wanakusanyika mbele yake Ibilisi siku hii ya leo. Wakishakusanyika mbele ya Ibilisi wale wafuasi wake, wanasema, ya sayyidana, ewe mkubwa wetu, ewe bosi wetu, ewe bwana wetu. Sayyidana ni yule ambaye ana wadhifa mkubwa kuliko wao, tena anamuita kwa harfu nida, ya sayyidana man aghdabaka inna naksurahu. Wanamuuliza Ibilisi, bwana mkubwa, na wale wafuasi wake wanamuuliza, ewe bosi wetu, mkubwa wetu, ni nani kakughadhibisha leo hii mpaka unapiga kelele kiasi kama hicho? Nani kakughadhibisha, kakukasirisha nani? Hakika sisi tuweze kumvunjavunja huyo mtu ambaye kwamba kakukasirisha wewe. Hebu tueleze, nani kakukasirisha leo hii, ili sisi tuchukue majukumu ya kumwendea tumvunjevunje mara moja.